Jambo nyote, jina langu ni Barasa Cedric, nambari ya usajili SJ 88 mwaka 2024. Leo tunaenda kuongelea kuhusu namna ambavyo mitandao ya kijamii kwa mfano Facebook, Instagram na Twitter zinavyochangia kukuza na kueneza matumizi ya Kiswahili nchini Kenya na kote ulimwenguni. Hili ni kundi la 24. Karibuni kwa mjadala. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Machi mwaka wa 2026, tumekusanyika huku kuongelea mjadala muhimu. Mjadala wenyewe ni mchango na changamoto za mitandao ya kijamii na teknolojia katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Kabla tuanze, naomba wenzangu wajitambulishe. Ni Ruth Nyaboke Ndema, namba ya usajili ni SJ 260 mkwaju mwaka wa 2024. Jina langu ni Mercy Njoki Kabuga, namba ya usajili ni SJ 89 mwaka wa 2024. Kwa jina ni Michael Ware, namba usajili ni SJ 305 mwaka 2024. Jina langu ni Kelly Kipchirchir, namba usajili ni SJ mkwaju 097 mkwaju 20. Jina langu ni Kelly Kipchirchir, namba usajili ni SJ mkwaju 097 mwaka 2024. Jina langu ni Cyprian Nyabeti, namba ya usajili SJ 44 mwaka 2024. Jina langu ni Naomi Kerubo Nyandane, namba ya usajili ni SJ mkwaju 177 mkwaju mwaka 2024. Kwa majina ni Sheila Kenyanya Mandela, namba ya usajili ni SJ mkwaju 307 mkwaju mwaka 2024. Mjadala wetu: Facebook inasaidia vipi katika kukuza Kiswahili na kukieneza? Katika kukuza Kiswahili, Facebook imesaidia katika uenezaji wa fasihi. Hapa ndipo washairi na waandishi wa vitabu wanachapisha kazi zao katika Facebook. Hiyo inaweza kufikia watu wengi wakiwa sehemu tofauti tofauti, na pia kupitia Facebook inachangia pia kuleta marejeleo papo hapo kwa wasomaji, pia kwa waandishi na washairi. Mimi kwa maoni yangu naona katika Facebook hizo kurasa za Facebook zinaweza tumiwa na waandishi wa habari, ambapo wanaandika story zao na wanachapisha kwenye hizo kurasa za Facebook. Inaweza kufikia watu wengi ambao wako nje ya nchi, wako kwa nchi kama Tanzania, DRC Congo, Burundi, ambapo wanaweza badilishana msamiati, wanaweza jifunza msamiati kutoka nchi zingine, hivyo inaeneza Kiswahili na wanaweza kujifunza msamiati tofauti tofauti kutoka kwa wengine. Ingine ni makundi ya kijamii. Facebook inatumia haya makundi kueneza msamiati, kueneza habari, pia kwa kuelimishana. Nchi kama Tanzania, Kenya, DRC Congo, Burundi
Rwanda na nchi zingine zinazotumia Kiswahili kutumia katika mawasiliano, haswa nchi kama Kenya. Kiswahili ni moja wapo ya lugha ambayo inatumia kama kigezo cha kuinua jamii. Tanzania inatumia lugha ya Kiswahili katika mawasiliano na shuleni. Hoja nyingine, tuende kwa WhatsApp na Instagram. Hapo kwa Facebook pia tunapata Facebook ina toleo la Kiswahili ambapo huruhusu watumiaji kukusanya habari kwa Kiswahili na kufanya mawasiliano kwa urahisi. Kwa wale tumeongelea, kuna katika kutumia hii Facebook kunaweza kuwa na changamoto ambazo hizo habari kupitia Facebook zinaweza kuwa na changamoto ambazo zinazuia Kiswahili kuenea ama zinawachanganya. Changamoto katika vile mwenzangu amekelea hizo changamoto. Sasa tuseme kuna changamoto moja hapo, kuna watu duniani unaweza pata hawana uwezo wa kutazama. Sasa hiyo inakuwa changamoto kwa sababu bila uwezo wa kutazama hawawezi ona katika kwa simu zao ama hizo kurasa za Facebook. Changamoto ya pili ni teknolojia. Teknolojia ni kiliunda na binadamu kama akiliunde. Mojawapo habari zisizofaa zinazotumika kuenea ambazo zinaharibia mtu jina au mahali. Hiyo ni moja wa changamoto. Changamoto nyingine yenye naona ni utumiaji wa sheng katika hii Facebook. Unaweza pata kuna watu wengine wanaweza tumia sheng ambapo wanachanganya lugha ambapo watu wengine hawezi elewa kirahisi. So inakuwa ngumu kutofautisha msamiati wa sheng na wa Kiswahili. So inawachanganya, mtu anajikuta amechanganya sheng na lugha sanifu ya Kiswahili. Kwa kutumia sheng kuna vile inafanya lugha ya Kiswahili kupitia kabisa. Pia changamoto nyingine pia kuna watu duniani unapata hawana uwezo wa kununua simu za kisasa ili tunaweza weka hizo Facebook. Unapata si watu wote wako na uwezo wa kutazama hizo kazi zinachapishwa kwa Facebook. Changamoto nyingine ni ukosefu wa elimu ya kidijitali. Unapata kuna mtu ambaye hajui akona hiyo simu lakini hajui kutumia Facebook. Tovuti imesaidia vipi katika kueneza lugha ya Kiswahili? Umuhimu wa tovuti katika Kiswahili. Tovuti za vyombo habari kama BBC Swahili ambazo huweka kumbukumbu ya lugha ya Kiswahili ambazo wanafunzi ama watafiti hutumia kama rejea ili kuelewa msamiati tofauti wa Kiswahili na kusoma mambo mapya ambayo yanayotokana na Kiswahili. Tovuti imesaidia kukuza biashara na kuendeleza mawasiliano. Tovuti hutumia biashara kutangaza bidhaa zinazouzwa, matumizi yake na umuhimu wa hizo bidhaa. Katika mawasiliano hutumia kupasha habari katika vyombo mbalimbali nchini Kenya na Tanzania.
tovuti imesaidia sana katika kamusi za mitandaoni na tafsiri. Tovuti mbalimbali za kamusi za Kiswahili, Kiingereza na mifumo imesaidia sana wageni kusoma Kiswahili haraka na kuelewa. Hutumika kufundisha lugha ya Kiswahili. Huku tunapata kuna tovuti kama Swahili.com ambayo hutoa maudhui kama vile vitendawili, methali, nyimbo za Kiswahili ambazo husaidia katika kukusanya maarifa na kufunza Kiswahili. Tovuti imesaidia katika tafiti na elimu. Yaani inamaanisha wanafunzi na watafiti wanapata habari kirahisi. Tovuti zimesaidia katika sana, kwanza kwa maktaba ya kidijitali ambapo wageni na wanafunzi wa Kiswahili wanapata nyenzo za kujifunzia Kiswahili kwa urahisi. Tovuti pia hutoa jukwaa la ubunifu. Waandishi hutumia tovuti katika kueneza na kuchapisha kazi zao katika lugha ya Kiswahili. Huwa tumeelewa kuhusu umuhimu wa Kiswahili, but tukielewa umuhimu wa Kiswahili pia hizi tovuti ziko na changamoto zake. So ningependa tuwajadiliane hizi changamoto gani? Changamoto la kwanza ni tatizo la mtandao. Wakati mwingine tovuti hupoteza mtandao, network. Hilo ni tatizo, hufanya habari kutoeneza na pia huleta changamoto katika mawasiliano. Pia tovuti ina changamoto nyingine ambayo ni ina gharama ya kuunda na kueneza Kiswahili. Kwa mfano, kama vile mtu akitaka kusoma Kiswahili katika tovuti lazima kuwe na pesa ya kununua bundles ndipo aweze kutumika katika hiyo tovuti asome Kiswahili. Pia changamoto nyingine, unapata ufikiaji mdogo. Hapa ni unapata tuseme hizi tovuti mbalimbali zinafikia watu tuseme wachache na wengine hawapati hizo, yenye inafanya watu wengine hawapati ile ujumbe maybe kwa Kiswahili. Changamoto nyingine ni upungufu wa nyenzo za kujifunzia Kiswahili. Ziada za kujifunzia Kiswahili ni chache. Changamoto nyingine ni matumizi machache. Yaani Kiswahili hakitumiki sana katika sekta fulani ya teknolojia. Elimu dhaifu. Walimu wa Kiswahili wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kazi zao za rasilimali. Baada ya changamoto kuna suluhisho ya hizi changamoto. Moja ya suluhisho ni uboreshaji wa mitandao, kueneza habari kwa wakati na kwa uhakika. Hapo namba wenzangu mwendelee mnisaidie. Labda kwenda mbele nitakumbuka hoja yangu. Pia tunapata
tunapata suluhisho nyingine ni kuwa kuboresha miundo ili iwe rahisi kusambaza maybe habari. Suluhisho ingine ni serikali na sekta ya elimu nchini pia iongeze resources za Kiswahili katika shule zenye zitasaidia wanafunzi na wengine wanataka kusoma wapate mafunzo ya Kiswahili. TikTok inasaidia vipi katika kueneza lugha ya Kiswahili katika jamii ama nchini? Umuhimu wake? Kwa maoni yangu, TikTok inaendeleza maudhui ya kisanaa, ambapo TikTok utapata kuna waimbaji wa nyimbo za Kiswahili, washairi wa lugha ya Kiswahili. Hii inachochea na kueneza fasihi simulizi. TikTok huburudisha. Burudani kama vile nyimbo, mashairi yako katika TikTok. Mapicha na video hutumika katika burudani na maneno zinazochekesha. Pia TikTok husaidia katika kusambaza Kiswahili kimataifa, kwa sababu mfumo wake wa kuonyesha video inasaidia sana kwa kama vile Kenya na Tanzania. Maudhui ambayo yanatengenezewa Kenya ama Tanzania kufikia watu duniani kote kupitia video za TikTok. Inasaidia watu kusoma Kiswahili haraka. Pia tunapata TikTok kukuza ubunifu wa lugha. Hapa unapata watumiaji wanaunda misemo mpya na maneno mengine mapya ambayo hutumika katika kukifanya Kiswahili kiwe kipya na cha kuvutia kila wakati. Urahisi wa kujifunza video kupitia mfumo wa TikTok wa video fupi, wageni na wanafunzi wanaweza kujifunza Kiswahili kwa urahisi. TikTok imesaidia kuunganisha watu kijamii. Yaani imeeneza watu kutoka sehemu tofauti na mbalimbali ili kuwasiliana na kushirikiana kiumoja. Hoja nyingine, TikTok huvutia sana vijana na kuwahimiza kutumia Kiswahili. Kwa mfano niseme, vijana wengi hupenda kutumia TikTok. Leo TikTok inawahimiza na kutambua Kiswahili kama lugha ya kisasa. Kando na TikTok kuwa na umuhimu wake, tunaweza pata kuwa TikTok pia huwa na changamoto zake ambazo zinasababisha kutoenea kwa Kiswahili, ama kama kwa mfano katika TikTok utapata kuna utumizi wa lugha ya Sheng. So utapata vijana wanachanganya lugha ya Sheng na Kiswahili. So hii inasababisha kupoteza kwa Kiswahili na inafanya watu wengine wageni ikuwe vigumu kuelewa sana lugha ya Kiswahili kwa kuwa inawachanganya kwa kuchanganyikiwa na msamiati wa Sheng na lugha ya Kiswahili. So inaifanya kuwa ngumu kwao kuelewa. Kona nyingine. Changamoto nyingine ni maudhui ya maneno na tabia zisizofaa. Kwenye TikTok, Kiswahili kimetumika kueneza matusi, videos zisizokuwa ya tabia nzuri na matusi
na maneno zisizofaa. Kiswahili hapo kimetumika kama changamoto katika TikTok. Njia nyingine, utegemezi wa burudani kuliko elimu. Hapa hata mtu ameingia anasoma kwenye simu yake, alafu kuna hizo let me put the notification kwa simu, challenges kwa TikTok, seme style mpya za kucheza ama ngoma mpya zenye zimetolewa, na hizo mtu anazikimbilia kuziona, anasahau chenye alikuwa ameenda kufanya huko kwa mtandao, maybe kusoma. Sasa hiyo pia inachangia sana utegemezi wa burudani kuliko elimu. Unyanyasaji mtandaoni, utapata umepost video yako TikTok, alafu unapata kejeli ama matusi kutokana na video ambayo umepost. Ya wenzangu, pia gharama inaonekana ikiingilia hapa, kwa sababu pia kuingia katika TikTok lazima ukuwe na pesa ya kununua data ili uweze kutazama video zenye ziko TikTok. Kwa hivyo kupata somo la Kiswahili ama kujifunza Kiswahili kupitia TikTok lazima ukuwe na data. Huyu mwenzangu alisema eti mtu na post video yako, then unapata watu wameandika matusi, maybe haiko poa, hujui Kiswahili. Vitu kama hizo zote zinaweza fanya ukufe moyo, usiendelee kujifunza hiyo lugha. Hiyo ndio unapata watu wengi wamepoteza ile hamu yenye walikuwa nayo ya kuendelea kukijua Kiswahili katika TikTok. Changamoto nyingine, kupoteza muda. Yaani mtu kama alikuwa anapika, anasahau na kuendelea kwa simu, hadi chakula inamwagika. Hizo ni baadhi ya changamoto. Kwa kila changamoto lazima kuwe na suluhisho, na suluhisho tunazo sisi wenyewe. Nani ako na suluhisho ambaye anaijua? Moja ya suluhisho ni kuweka sheria zinazostahili ili kuzichunga video na mapicha, kama kuweka kwa Kiingereza ni restrictions, ili kutoeneza maneno mabaya katika Kiswahili. Solution nyingine ya ile changamoto ya utegemezi wa burudani kuliko elimu, serikali inafaa iongeze maudhui kielimu, ili hasa elimu iegemee sana kushinda burudani, ndipo wanafunzi waweze kusoma. Hoja nyingine ya kuongeza solution, Mimi suluhisho yangu, ningependa serikali iweze kushawisha hizi vyama vya lugha ya Kiswahili ziweze kutumia mtandao wa TikTok kupost mambo kuhusu ama maelezo kuhusu lugha ya Kiswahili, so kwa sababu ndo ili watu wengi kuweza kuelewa, ili iweze kufikia watu wengi, ili waweze kuelewa maana ya lugha ya Kiswahili. Changamoto hizi zinaweza suluhishwa kwa kufundisha watu, kama kuwapa elimu jinsi ya kutumia TikTok vizuri, kama kufanya biashara, kueleza sera za wanasiasa,
na nyinginezo. Hizo ndizo suluhisho za TikTok. Kwa hivyo tumeangalia TikTok, basi tunaweza angalia Instagram tuone vile inaeneza Kiswahili. Instagram inasaidia vipi katika kukuza lugha ya Kiswahili na kukieneza? Umuhimu wa Instagram. Mimi kwa maoni yangu naona Instagram inatumika kueneza Kiswahili kupitia kwa hizo Instagram story na video fupi ambazo waigizaji na waimbaji wanatumia Kiswahili katika kuonyesha sanaa zao, ambazo kupitia kwa hizi video fupi zina uwezo wa kuvutia watu wengi kwa maana zina uchekeshaji. So zitavutia watazamaji wengi ambao kupitia kwa hizi video fupi watataka sana kusoma Kiswahili na kukielewa kwa zaidi. Instagram hutumia Kiswahili kufanyia biashara za kidijitali, kwa Kiingereza ni digital marketing. Kiswahili hapa hutumika kukuza biashara na mawasiliano za bidhaa. Hapa Kiswahili hutumika kwa maelezo, kwa kudhibiti lugha na kueneza umuhimu wa hizo bidhaa. Instagram husaidia katika uandishi wa manukuu, yani captions wanavyotumia kwa lugha nyingine ya Kiingereza. Hapa watumiaji wengi kama maarufu tuseme waigizaji, waimbaji wanatumia manukuu katika picha zao kwa kutumia Kiswahili fasaha au mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza. Hii inasaidia katika kueneza msamiati kwa jamii. Tena tunapata Instagram Kiswahili hutumika huko kukuza ubunifu wa lugha. Hapa unapata watumiaji wa Instagram huunda maneno mapya na misemo ya Kiswahili ambayo hufanya Kiswahili kuwa hai na cha kuvutia. Urahisi wa kujifunza. Katika Instagram kuna kurasa maalum ambapo Kiswahili hufunzwa kwa dakika kwa muda mfupi, ambapo wageni na wanafunzi huweza kujifunza Kiswahili kwa haraka. Umuhimu nyingine ya Instagram ni kuonyesha kipaji. Yaani vijana wanaonyesha vipaji zao kama kuimba, kupiga picha na zingine. Hizo ni baadhi za umuhimu wa Instagram. Tuna changamoto. Changamoto ya kwanza, Instagram kwa mara nyingi imepewa kipaumbele katika burudani kuliko elimu. Katika Instagram kuna video fupi za vichekesho mingi sana zinatenga elimu, zinatenga mwanafunzi kutosoma kwa hiyo Instagram. Afsa anapata hiyo nafasi ya kwenda kucheka huko na hizo video reels. Hiyo na changamoto yangu ninaelewa ni kwamba katika Instagram hawa wachekeshaji wengine wanaweza changanya lugha. Kwa mfano wanatumia lugha ya Kiswahili na lugha ya Sheng. Sasa kupitia kwa hizo video zao mtazamaji anapata vigumu sana kutofautisha kati ya lugha ya Sheng na lugha ya Kiswahili, ambapo anachanganyikiwa kabisa na itakuwa ngumu sana kuelewa Kiswahili vizuri. Changamoto nyingine ni kwamba huku Instagram unapata
Yaani unapata Kiswahili hutumiwa, yaani unapata Kiingereza ndio kimechukua nafasi kubwa kule Instagram. Unapata video mingi zimefanywa na Kiingereza, hiyo yenye inachukulia Kiswahili kutumiwa huko unapata ni kidogo. Changamoto nyingine ni uraibu. Watumizi wengi wa Instagram wanatumia muda mwingi kwenye Instagram kushinda kiasi. Baada ya changamoto tuna suluhisho. Suluhisho ya kwanza ni serikali inafaa kuunga mkono akaunti za zenye zinawajibika katika kueneza na Suluhisho yangu ni kwamba hiyo sekta ya kueneza Kiswahili wanaweza unda kurasa ambazo zinaeneza Kiswahili, so ndio maana iweze kufikia watu wengi na watu waweze kuelewa Kiswahili, waelewe kabisa na waelewe kwa makini. Sasa tukimalizia suluhisho nyingine ni kuwa tunafaa kushirikiana na account maarufu za Kiswahili ukitaka kuweka kitu kule Instagram ndio upate iweze kufikia watu wengi. tukimalizia tuangalie WhatsApp. inasaidia vipi katika kueneza lugha ya Kiswahili na kukuza? Mimi naona kwa katika WhatsApp ni rahisi kujifunza Kiswahili kwa sababu makundi mnaunda ya darasani au ya kijamii, wanafunzi na walimu wanaweza tumia na makala ya Kiswahili ambapo inarahisisha urahisi na ustadi wa kuelewa Kiswahili. So katika hii makundi inachangia sana Kiswahili kuenea. WhatsApp ni muhimu kwa Kiswahili kwa sababu kukuza na kutumia kuhifadhi fasihi simulizi. WhatsApp huhifadhi fasihi simulizi kwa kutumia voice note. Mtu hutuma ujumbe kwa kutumia voice note ili kupitisha mawasiliano na ujumbe muhimu. Kwa hivyo ni muhimu sana katika mawasiliano na habari. Pia tunapata kuna biashara na huduma. Huko unapata wajasiriamali wanaweza kuwasiliana na wateja wao, pia kutangaza bidhaa na huduma kwa Kiswahili. WhatsApp imesaidia marafiki na familia kuunganishwa pamoja, kuongelea maybe tatizo yenye wako nayo, shida, na wanapata suluhisho. WhatsApp pia hutumia gharama ndogo, hutumia data ndogo kushinda majukwaa mengine. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana kwa kila mtu kuweza kutumia WhatsApp. Pia WhatsApp iko na changamoto zake. Changamoto ya kwanza katika hiyo WhatsApp kwa hiyo makundi yanaunga, kuna watu wengi hupenda kuchanganya lugha. Kwa mfano anachanganya lugha ya Kiswahili na lugha ya Sheng. So hiyo unapata inakuwa ngumu watu wengine kuelewa Kiswahili kwa kuwa watazoea kutumia lugha ya Kiswahili na Sheng kwa pamoja. So hii inachangia pakubwa sana kuharibika kwa Kiswahili kupitia WhatsApp. Pia tunapata kuna watu wengine wanaandika Kiswahili visivyo,
Sasa unapata inakaribiana tu kufanana na kuchanganya na lugha zingine. Hapa unapata kama mtu alikuwa anataka kuandika, nipe jina kwa mfano, nipe jina lolote la Kiswahili. Lazima. Kama tuseme mtu alikuwa anasema lazima, unapata ameandika rasima. Sasa si unaona? Tatizo lingine ni utumiaji wa video zisizofaa. WhatsApp kama vile status, mtu huweka video zisizofaa ambazo huenea tabia mbaya katika jamii. Hiyo huleta chuki, huleta kutoendelea kwa maendeleo, na hata inaweza leta kugombana kwa watu katika jamii. Pia katika WhatsApp ina changamoto zake. Unapata kuna watu wanatumia lugha ya Kiswahili kutusi watu. So hiyo inachangia mtu hata kuwa na ile hamu ya kutaka kuelewa Kiswahili kwa kuwa anaona kama inatumia lugha potovu. Kuna changamoto nyingine ambayo naonelea hapa, kama ya kusema unapata hiyo ni Kiswahili waifikii watu wote. Kwa mfano unapata kuna watu hawana uwezo wa kununua simu za kisasa. Tunapata na WhatsApp inafanya kwa simu za kisasa. Sasa unapata mtu kama ana uwezo wa kuwa na simu ya kisasa, haiwezi kuwa na WhatsApp. Sasa kupitia hapo, kupitia hiyo kutopata mafunzo ya Kiswahili yapa changamoto. Pia kuhizi changamoto zinaweza kuwa na suluhisho. Ningependa wenzangu aniambie mwenye ako na suluhisho, anaona vile inaweza suluhishwa. Suluhisho yenye naona kama hapa kwa uandishi mbaya wa Kiswahili, hapa suluhisho yake ni kuelimisha watu kuandika vizuri ama kuandika vyema Kiswahili inavyostahili, ili wengine wale ambao wako na hamu ya kujua inaweza kuwa rahisi kwao kukijua hicho Kiswahili. Ningependa kuchukua fursa hii kusema asante kwa muda wenu. Tumeweza kujifunza umuhimu wa Kiswahili katika Facebook, tovuti, Instagram, TikTok na WhatsApp. Kwa hiyo muhimu tumeweza kupata changamoto na suluhisho. Jina langu ni Kelly Kipchirchir. Nambari ya usajili ni SCJ-097/2024. Mimi ni Mwanakundi. Jina langu ni Cyprian Ogeti. Nambari ya usajili SCJ-44/2024. Mwanakundi. Jina langu ni Naum Kerugwe Nyambane. Namba ya usajili SCJ-177/2024. Pia mimi nilikuwa Mwanakundi. Jina langu ni Masi Njoki Kabuga. Namba ya usajili SCJ-89/2024. Jina langu ni Ruth Nyaboke Ndema. Namba ya usajili SCJ-260/2024.
Mwanakundi. Jina ni Sheila Kinyanya Mandere. Nambari ya usajili SCJ mkwaju 307 mkwaju mwaka 2024. Nilikuwa mwenyekiti kundi nambari 24. Kwa jina ni Michael Warren, namba ya usajili ni SCJ 305 mwaka 2024. Asanteni.